Mtazamaji, nimerejea tena na asante kwa kuendelea kusalia nasi, na huu ni wasaa wa michezo na burudani, ambapo Tanzania hili waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar ametoa rai kwa wasimamizi na viongozi wa kituo cha michezo cha shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF cha Mnyanjani kilichoko mkoani Tanga kuhakikisha kuwa pamoja na kukuza vipaji vya soka wanajenga kizazi cha vijana wenye maadili, nidhamu na elimu ili kuandaa kuwa wanamichezo mahiri wa sasa na baadaye. Kenny Madila anatueleza. Balozi Omar alitoa rai hiyo alipotembelea kituo hicho na kufanya mazungumzo na meneja wa operesheni wa kituo Kasim Haji pamoja na kocha wa vipaji kutoka Uingereza Edward Monley, ambapo alipata fursa ya kujionea maendeleo ya program na ukuzaji vipaji yanayoendeshwa na kituo hicho, ambapo amesisitiza kuwa mataifa mengi duniani yamefanikiwa kuibua vipaji vya hali ya juu kupitia uwekezaji mkubwa katika michezo, lakini baadhi ya wanamichezo. Kitu kimoja muhimu, ukisikia wenzetu hasa kwenye mataifa makubwa, takriban wachezaji wao wote wanapita kwenye mfumo huu. Hakuna kubahatisha kama mimi ni kipawa tu, ni kipaji tu hivi, takriban wote wanapita huko. Na wanapita wengine kwenye age ndogo, miaka 6, again labda bora situmie mifano ya Arsenal. Kina Patrick Kluivert hawa walikuwa wachezaji wakubwa, nani Edgar Davis wameingia kwenye academy miaka 7. Anapocheza mchezaji sio kwamba anabahatisha, unavokuja tu anajua kutokana na mafunzo yake yeye hapa anapaswa afanye nini. Program ambayo tunayoendesha hapa inaitwa Talent Development Scheme, mahususi kwa ajili ya kuweza kuendeleza vipaji vya wachezaji, ambayo inakwenda sambamba na kuweza kuvitambua alafu baadaye kwenda kuweza kuviendeleza. Kwa sasa tuna wachezaji wapatao 150 ambao wapo katika makundi mbalimbali kuanzia miaka 12 mpaka miaka 16, ambao wanaunda timu zetu za taifa hizo za vijana kuanzia miaka 12 hizo mpaka miaka 16. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Tukielekea huko Mara, mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka ameongoza bonanza maalum la maandalizi ya mapokezi ya Mwenge wa Uhuru katika halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara, lililohusisha michezo mbalimbali, huku akiwapongeza wananchi kwa namna ambavyo wanaendelea kudumisha amani na umoja na ushirikiano kwenye maeneo yao. Musa Makali kutoka Mara anatupasha zaidi. Akizindua Mwenge Bonanza, mkuu wa wilaya Musoma Juma Chikoka amesema bonanza hilo litaendelea katika halmashauri ya manispaa ya Musoma pamoja na halmashauri hiyo ya wilaya ya Musoma, huku akisema nguzo kuu ni umoja na mshikamano na kuwataka wananchi kuendelea kulinda amani kwenye maeneo yao. Kutana hapa kwenye bonanza hili ambalo tunaita Musoma Mwenge Bonanza, na hili bonanza ni endelevu. Tumeanza hapa Mkilila, tarehe 25 tutakuwa Suguti, na wenzetu wa Musoma manispaa na wao pia watafanya pale Bweri. Mshikamano, utulivu tuliokuwa nao wana Musoma, maana yake unaashiria ya kwamba tunaunganishwa na tunu ya taifa ambayo ni Mwenge wa Uhuru. Baadhi ya wananchi wamepongeza hatua hiyo, huku wakiomba mabonanza hayo kuacha kusubiri hafla fulani, badala yake yaendelee, kwani yanawaleta pamoja wananchi. Yasiwe kwa ajili ya matukio muhimu tu, mabonanza haya yawepo muda wote, na kwanza haya yanaleta chachu kwa vijana na kwa upande wa michezo. Ndio tutaleta mwamko mkubwa wa kupokea mwenge. Naona. Kwa hiyo hata hivyo limekuwa mbali na siku yenyewe ya mwenge. Muhimu wa bonanza ni kwamba kwanza bonanza ni afya, kwa sababu michezo mingi inashirikishwa, na bonanza vile vile ni njia ya kufahamiana. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Haya, mtazamaji, tukiangazia katika masumbwi, bondia Haidar Mchanjo kutoka uwanja wa Kivita Gym Mburahati amejibu tambo za mpinzani wake Oscar Richard kutoka Nasvols Gym Mabibo kuelekea pambano lao la Boxing Derby Julai 24 mwaka 2026 litakalofanyika ukumbi wa East Africa Logistic na Commercial Center Ubungo, Dar es Salaam. Akizungumza mapema hii leo, Haidar Mchanjo amesema amejiandaa kumfundisha adabu ulingoni mpinzani wake, hivyo wadau na mashabiki zake wajiandae kushangilia ushindi wa kishindo kwenye pambano hilo. Tupate kumsikiliza. Oscar, umeakanyaga mdogo wangu, umeakanyaga
kwa ufupi umedandia teni kwa mbele. Ya kiukweli ukizungumzia Narcos gym kubwa, chama kubwa inafahamika Dar es Salaam. Ila leo ukimzungumzia kocha Kwame wa Dar es Salaam au sio Tanzania nzima kiujumla, naweza kusema mpaka duniani au sio? Kocha Kwame anafahamika. Maneno mengi. Boxing derby tunamshukuru Meja Simunyo kwa kuwapa vijana hawa ili waweze kucheza na waweze kuonekana. Aidali Mchanjo mimi ndo nilimwasha. Kwa hiyo gari limewaka. Yangu inajulikana Tanzania na nje ya Tanzania. Nikijinadi inaonekana kama mtu ambaye anaanza sasa. Mimi sina cha kujinadi, lakini nakumbuka majianti wawili wanaenda kukutana kwenye ringi. Haya, mtazamaji, tukiangazia katika upande wa michezo kimataifa, tuungane na msimuliaji wetu apate kutueleza kwa kina zaidi. Fainali ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 inapigwa usiku wa leo, ambapo mataifa ya Hispania na Argentina yanatarajiwa kushuka dimbani kuwania taji la ubingwa katika uwanja wa MetLife jijini New York nchini Marekani. Mchezo huo unatarajiwa kuanza majira saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na kuhitimisha rasmi mashindano ya kombe la dunia yaliyofanyika kwa mara ya kwanza yakihusisha timu 48. Kabla ya kuanza kwa mchezo huo pia kutakuwa na burudani kutoka kwa wasanii mbalimbali kama Shakira, Burna Boy, Justin Bieber, Bad Bunny na wengine wengi. Argentina imefuzu hatua ya robo finali kwa kuiondoa England kwa ushindi wa mabao 2-1 katika mchezo wa nusu finali, wakati Hispania iliifunga Ufaransa mabao 2-0 na kufuzu kucheza mchezo huo wa mwisho. Argentina inawania kutoa ubingwa wake wa 4 wa kombe la dunia, huku Hispania La Roja ikisaka taji lake la pili baada ya kutoa ubingwa huo mwaka 2010. Fainali hiyo inatarajiwa kuvutia mamilioni ya mashabiki duniani kote kupitia televisheni na majukwaa mbalimbali ya kidijitali, huku ikitazamwa kama moja ya michezo mikubwa zaidi kwa mwaka huo. Mshindi wa pambano hilo atainua kombe la dunia na kuandika historia mpya katika soka la dunia kwa kuhitimisha safari ya mashindano hayo makubwa zaidi duniani kwa ngazi ya timu za taifa. Kenny Malila, Channel 10 Michezo. Haya, mtazamaji, ni hayo tu kwa usiku wa leo. Kenny Malila ndivyo anatutamatisha upande wa michezo na burudani katika habari kutwa nzima leo. Ulikuwa nami Lulu Hali. Sina la ziada mtazamaji, mimi nakuacha na utabiri wa hewa wa saa 24 zijazo. Nikutakie usiku mwema. Kwaheri. Ni wasaa wa utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo, tukianzia saa 3 usiku kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Karibu. Kiwango cha chini kabisa cha joto la chini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 7 katika mkoa wa Njombe na nyuzi joto 8 katika mkoa wa Mbeya, ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo yote hapa nchini yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Naam mpenzi mtazamaji, mpaka hapa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.